Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, nasiha yetu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani leo ni juu ya suala ambalo kila mmoja atakajiulize kwamba madha yuridu minna Ramadhan, Ramadhani yataka nini kwetu sisi? Naam, tumeonesha faida, tumeonesha fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hivi sasa suala la geuka ni kwamba Ramadhani yataka nini kwetu sisi? Yataka nini katika waumini wa dini ya Kiislamu? Tufanye jambo gani katika mambo ambayo mwezi wa Ramadhani wataka tuyafanye? Yuridu minna Ramadhan an nataamala ma'a shari'ati al-gharra. Mwezi wa Ramadhani wataka tujifundishe kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, kwa sababu sisi wanadamu hatukuja duniani tu kucheza, wala hatukuja duniani tu yafanye yale yanayotaka matakwa yetu. Tumeletwa duniani, na kuletwa huku kuna aliyetuleta, naye ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Baada ya kutuleta ametuwekea sheria na ametuwekea mambo fulani ambayo lazima tuyafuate, na mambo hayo madrasa yake ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo mwezi mtukufu wataka kwetu sisi an nataamala ma'a shari'ati al-gharra wa an nastajiba laha, tuitikie sheria inavyotaka, bal tufanye haraka tena kwa nafsi ambazo zimekubali, zimesarenda kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameamrisha tumekubali, na akikataza tutajiepusha, kwa sababu ndilo lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ala sabili mithali, msikizaji mpendwa, nikupe mfano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria kwamba inapoingia alfajiri hufai kula, jizuie, na inapoingia magharibi waweza kula. Utakute kwamba muumini wa dini ya Kiislamu hili analitii, kwamba moja kwa moja ikiingia alfajiri amezuiliwa kula mpaka jua lizame, kwa lugha inayojulikana magharibi ingie ndio aweze kula. Sasa ajiulize, yeye ni yupi katika mala mchana na yeye ni yupi katika mwezi wa Ramadhani? Kwa nini katika mwezi wa Ramadhani ameweza kujizuilia na kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, mala mchana anashindwa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo hii ni darsa ya kuonesha kwamba tuweze kufuata sheria ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi ambao kwamba wameamini, istajibu lillah, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, zamani anapowaamrisha nyinyi, anapowaita katika jambo ambalo lina manufaa katika maisha yenu. Tukubaliane sote kwa pamoja kwamba Mwenyezi Mungu anapoamrisha jambo lina kheri katika maisha ya mwanadamu, na zamani anapokataza jambo basi vile vile mwanadamu atambue kwamba lina madhara katika maisha yake, aliepuke na akalie mbali nalo, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemkataza jambo lile. Kwa hivyo tumeona kwamba katika jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu ameileta hii saumu ya Ramadhani, au huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wataka nini kwetu? Wataka tujifundishe kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufuata sheria yake na kufuata maamrisho yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.